sana wazee wangu kwa heshima wa Simba wamalize haraka mchakato, tuanze ujenzi wa uwanja. Bosi ameshaweka bilioni 30, ameweka bilioni. Rais wa heshima Mohamed Dewji ameweka. Sifa ya baba ni ule ambaye anajua vipimo vya mtoto wake, anavaa kiuno size gani na urefu size gani. Wewe kama unataka kwenda uwanja hata kipimo ujue unaingiza watu wangapi, wewe unajenga uwanja wewe muuni. Na ndio maana waandishi siku ile wameondoka pale, hata rafiki yangu akitanga pale ameshindwa kujua ule uwanja unaingiza watu wangapi. Zaidi uwanja. Sasa hivi nasikia mkiuliza Neri analalamika sa process. Jamani, Neri kasoma Kiingereza atajua maana ya process. Mwambieni. Nami nimeona. Kwanza nimpongeze sana Priska. Moja katika Watanzania wereji wenye kujitambua yule dada. Moja, kwa nini ameamua kusema ukweli? Anataka kwenda kuona ufalme wa Mungu. Mtu mkweli na mtu mweredi inampendeza machoni mwa nani? Mwa Mungu. Hivi leo nataka kunambia yule dada Priska wakati anapita pale, hajauona uwanja, hajaliona greda, asimame Jeriko ndiye aseme watu jamani angalieni uwanja wa Yanga, inaingia akilini? Hata mabati kuzungushia. Inaingia akilini? Yaani uwanja haupo, mabati hajayaona, greda hajaliona. Priska kwa weledi wake akawaambia watu uwanja wa Yanga unajengwa? Aseme. Waandishi basi mgadini, watafuteni wanaompinga Priska mkawahoji. Priska akasema Jangwani uwanja hujaanza kufanyaje? Kujengwa. Je, nyinyi mnompinga Priska tupeni ushahidi wapi uwanja ufanyaje? Kujengwa. Mbona mko kimya? Kafuti. Bwana Mikoi, ziko taarifa zingine bwana zinasemekana huenda klabu ya soka ya Simba Sports Club imeanza mazungumzo na aliyewahi kuwa mchezaji wa klabu ya soka ya Young Africans. Si mwingine, hapa ninamzungumzia striker hatari aliyeandika historia kunako bara la Afrika, akaandika historia kunako ardhi ya Tanzania. Kurejea kwake ndani ya Simba Sports Club, Fisto Kalala Mayele, huenda ikawa gumzo sana mjini, lakini haijaenda huko hivi, haikwenda mbali. Majirani wanarudia matapishi. Jana ziko taarifa zinasemekana ya kwamba huenda Profesa Nasir bin Nabi akarejea kwenye viunga vya Tanzania. Wamefeli mpaka kumrudisha mkwewe. Kwanza moja lazima niseme, hakuna mwana Simba anayeamini kwamba hivi sasa ni wakati wa usajili. Ninachoamini mimi, kila mwana Simba focus yake kuona namna ambavyo tunaisupport Simba na tunakwenda kumaliza mechi 5 ambazo tunahakika kwenda kuwa mabingwa wa ligi. Derek, usajili bado. Na wala hakuna maongezi yoyote kati ya viongozi wa Simba na mchezaji yoyote wa nchi au nje ya nchi. Ninachoamini, focus ya viongozi wa Simba kwenye mechi 5 zilizobakia kwenye ligi ya NBC pamoja na kwenda kucheza nusu finali ya CRB Federation Cup. Guys, wako wanahabari wanatumika vibaya baadhi yao kutaka kutoa kwenye nini? Kwenye mfumo. Wana Simba wote na imani watanisikia. Tu focus kwenye ligi ya NBC, tu focus kwenye mechi ambazo zilizokuwa mbele yetu. Swala la usajili, Mikoa hili la kucheza kwenu saa 8 mnalichukuliaje wana Simba Sports Club? Simba ni klabu kubwa. Hatuchagui muda. Cha kwanza Simba ni kuwasikiliza wenye mpira wao nini wanasema. Kwa mujibu wa katiba ya shirikisho la mpira Tanzania TFF, kwa sababu wao ndio wenye mpira wao, wao ndio wenye mamlaka, wakisema Simba chezeni saa 7 tutacheza. Moja, kukamilika kwenye katiba ya Simba ni kukubali matakwa ya chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Na Simba kucheza saa 8 sio mara ya kwanza. Tunakwenda Mbeya, tunakwenda kucheza saa 8 ya mchana tarehe 17. Na wana Simba tutakwenda na tutasapoti timu.
Kilichopo hivi sasa, kuna mkakati unatengenezwa kutugombanisha kati ya Simba na shirikisho. Tuonekane wana Simba tunawabishia nini shirikisho. Sisi ni wairedi, tutakwenda Mbeya, tutakwenda kucheza saa 8, na niwaombe wana Simba kwa moyo wetu tuliokuwa nao na mapenzi makubwa tuliokuwa na timu yetu, twendeni tukaisupport timu Mbeya. Wale watakapanda nafasi kwenda Mbeya na wale watakobaki katika mikoa yao wabaki kwenye dua na sala. Lakini ninachoamini, wanachama wa Simba kutoka Morogoro watakuja Mbeya kwa sababu karibu. Waliokuwa Dodoma watakuja Mbeya kwa sababu ya nini? Karibu. Waliokuja Iringa watakuja kwa sababu nini? Karibu. Watakaokuja Songea, watakaotoka Songea watakuja kwa sababu ya nini? Karibu. Hiyo ndio sera wana Simba iliyoko mbele yetu hivi sasa. Sera sio kupinga muda, sera ni kwenda kucheza kwa namna ambavyo matakwa ya Simba yanakwenda kufanyaje? Kamilika. Vipi majirani wenu wangepangiwa saa 8 ingekuwaje? No comment. Yako mambo mengi ya Simba tunapaswa kuyazungumzia. Wao wacho wazungumzie basi, wacho wazungumzie Simba anacheza saa 8, sisi tunakwenda kukamilisha. Lakini kwa nafasi niliyofika nayo sasa hivi kwenda kujadili vitu ambavyo si vya msingi vya mtani, siwezi kuvijadili. Mimi najadili vitu vya mtani vya msingi, kwamba kashindwa kutengeneza uwanja. Hivyo vya msingi. Najadili kusema mtani alichoomba Jangwani sicho alichopewa na jiji, na vipimo ninavyo. Kama mtu akibisha, mpaka ramani ninayo, wallahi ninayo ramani na vipimo walivyopewa ninavyo, lakini sio vitu ambavyo vya msingi siwezi kuvizungumza hivi. Pengine matarajio ya ubingwa msimu huu? Yes, 100%. Ubingwa ni marathon, bado tunapambana. Tunakiri anayeongoza na tuongoza kwa pointi 2, amebakiwa na mechi 5, nasi tumebakiwa na mechi 5. Sisi tunaamini kwenye mpira kuna mambo mawili au matatu: unaweza ukafungwa, unaweza ukashinda, na unaweza ukafanyaje, ukasuruhu. Kilichopo mbele yetu sisi kama Simba tuendelea kupambana kwenye mechi zetu. Lakini kuna msemo unasema, siku moja alinifundisha mama yangu, Mama Doris wa Demwai, pamoja na kaka yangu, rafiki yangu wa karibu wa Abasiari Dodoma, aliwahi kunifundisha akanambia, siku zote ukimwona kobe juu ya mti basi ujue hajapanda kapandishwa. Ukimwona Yanga anaongoza kwa pointi 2 basi ujue pointi hizi kazurumu na maamuzi yaliyotolewa na waamuzi kwa makosa, kwa bahati mbaya ndio maana anaongoza ligi. Ukizungumza hivyo kauli pia aliyekuwa kocha wenu Dimitar Pantevo, yeye ameenda kule Botswana na amebeba ubingwa na amesema Tanzania hamna ushindani bali kuna Simba na Yanga. Yes. Yuko sawa. Na ulifikiri kwa nini yuko sawa? Na leo namzungumzia Pantev tu. Yuko kocha alitoka Dar es Salaam Young Africans, alisema mimi naondoka, hamna ushindani. Na ndio maana hii leo sisi watu wa Simba ukituambia Simba mabingwa tunakwambia ndio, kwa sababu tunaamini kwenye ligi kuna nini? Kuna mapambano. Lakini kuna wenzetu wanasema kwa 100% kwa sababu wanajua wanachofanyaje, wanachokifanya. Kwa hiyo yale maneno ya Cedric, na ndio maana leo hii wenzetu ikatokea bahati mbaya wakafungwa, wanakuja na sera ya uwanja kuwasaurisha watu kama timu imefanyaje, ifungwa. Lakini sisi timu ikifungwa tunaamini kwamba timu imefungwa ni moja ya matokeo ya mpira wa miguu. Leo nyinyi waandishi hamjui Yanga kazurumu Zanzibar? Hamjui? Yanga amefanyaje? Amezurumu Zanzibar. Yanga amepata matokeo ya suruhu kwa makosa ya kibinadamu, waamuzi hamjui? Mbona wenye mpira wao wamesema? Ukimwona kobe juu ya mti, ukiona Yanga anaongoza ligi, sema kokote kwa makosa ya kibinadamu ya nani? Maliza Deriki. Mbona kata? Au ndo wale ole wenu waandishi wa habari na mafarisayo, maneno ya Mungu. Ndio? Yepi? Kama hata wachambuzi pia walisema kwamba Simba ndio timu pekee inayonufaika na makosa. Siamini kama mchambuzi mwenye taaluma anasema hayo maneno. Labda wamesema wasimulizi wa mechi. Nyinyi waandishi mnashindwa kutoa tofauti kati ya mchambuzi na msimulizi wa mechi. Uchambuzi ni taaluma. Usimulizi wa mechi sio taaluma. Hata mtoto wangu Tariki akiamua anakuwa nini? Msimulizi wa mechi. Ndio. Leo hii mpaka sasa bingwa wa Afrika hajajulikana. Kesi bado ipo kwenye mpira wao. Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika limekwenda kumpoka ubingwa nani? Nani? Senegali. Sababu ya msingi ni nini? Senegali alitoka kwenye eneo la kufanyaje? La kuchezea mpira. Leo kuna mtu kakaa kwa Mzee Mbonde kwenye nchi kaachwa.
Niwashukuru sana waandishi wa habari.